niombe tusimame. Hapa sherehe iliandaliwa kwa ajili ya dua ya kuombea mwili wa marehemu. Lieutenant Awadhi Mohamed Chiko kuzaliwa. Alizaliwa tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka 1976 katika hospitali ya Muhimbili mkoa wa Dar es Salaam. Elimu. Alipata elimu ya msingi katika shule ya msingi Zanaki kuanzia mwaka 1986 hadi 1992. Elimu ya sekondari O level katika shule ya sekondari Jitegemee kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 1996. Mwaka 2000 hadi 2002 alipata elimu ya Advanced Diploma in Computer Hardware and Networking katika chuo kiitwacho Jet King Institute nchini India, na mwaka 2002 hadi 2003 alipata elimu ya Diploma in Software Technology katika chuo cha CMC Limited nchini India. Ajira, kazi na mafunzo. Mnamo tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2003 alijiunga na jeshi la polisi kupatiwa mafunzo ya awali katika shule ya polisi Tanzania hadi tarehe 5 mwezi wa 11 2003 alipohitimu mafunzo hayo na kupangiwa kazi makao makuu ya polisi kitengo cha upelelezi. Mnamo tarehe 23 mwezi wa 2 2004 hadi tarehe 7 mwezi wa 4 2004 alihudhuria mafunzo maalum ya awali ya upelelezi katika shule ya polisi Moshi Kilimanjaro. Mnamo tarehe 16 mwezi wa 1 2006 alihudhuria mafunzo ya ukaguzi msaidizi wa polisi katika chuo cha taaluma ya polisi Dar es Salaam na kufaulu mafunzo hayo, na tarehe 24 mwezi wa 8 2006 alipandishwa cheo kuwa mkaguzi msaidizi wa polisi. Mnamo tarehe 24 mwezi wa 6 2008 alipandishwa cheo kuwa mkaguzi wa polisi na kuendelea kufanya kazi kitengo cha upelelezi makao makuu ya polisi akiwa in charge criminal database National Task Force. Umauti. Mnamo tarehe 17 mwezi wa 3 2025 majira ya saa 1 huko katika barabara ya Pugu mwisho wa lami mkoa wa Ilala, akiwa anatumia gari namba T 952 ADM aina ya Prado, alipata ajali ya kugongana uso kwa uso na gari namba T 580 EAE aina ya Tata daladala inayofanya safari kutoka Zingiziwa hadi Machinga Complex na kusababisha kifo chake papo hapo. Shukrani. Shukrani za pekee ziwaendee Jeshi la Polisi Tanzania, ndugu, jamaa na marafiki kwa kujitoa kwenu kwa namna ya kipekee katika kuwakimbilia na kuwafariji wafiwa
katika kipindi hiki kigumu na chenye majonzi ya kuondokewa na mpendwa wetu. Marehemu ameacha mke mmoja na watoto watatu. Sema awali, binafsi nimepoteza. Juzi tuliachana saa 4 usiku kule Chanika. Tulipewa kazi na kamishna wa kanda maalum, tulifanya mpaka saa 4 usiku. Lakini tulikuwa na muendelezo wa kazi ile asubuhi na tulikubaliana tukutane pale kwake ofisini. Saa 11 tumeongea naye, lakini kwa bahati mbaya sana na kuja kuambiwa Chiko amepata ajali. Ni majonzi, ni masikitiko. Nimepoteza OCD imara sana. Wale ma-OCD wake wenzake wanafahamu, hasa katika vikao vyetu, hasa vikao vya Ijumaa. Chiko hana swala gumu. Awali Chiko alikuwa ni ofisa kijana ambaye kusema kweli jeshi lilikuwa na matumaini yake makubwa sana. Ni mtu ambaye alikuwa anajitambua, alikuwa anatambua jukumu lake la kikatiba kwa wananchi, alikuwa anajua yeye ni mtumishi, anapaswa kuwatumikia wananchi. Na tafsiri sahihi ya Chiko ni nani ipo kwa wananchi wa Chanika. Chanika ni miongoni mwa maeneo ambayo ni korofi katika ufuatiliaji wa masuala ya kiusalama. Kumpata ofisa mwadilifu, ofisa mwaminifu ndio kazi pale hiyo. Kupata ofisa sio kazi rahisi, sio kazi ngumu. Kumpata ofisa sio kazi ngumu. Kazi ngumu ni kumpata ofisa mwadilifu, ofisa mwaminifu, ofisa anayejua jukumu lake, ofisa ambaye anawapenda watu, ofisa ambaye anaweza kutimiza majukumu yake kwa kadri taifa linapomhitaji. Ni historia. Kama nilivyotambulishwa, mimi naibu kamishna wa polisi natokea Zanzibar. Naibu mkurugenzi wa upelelezi kule, lakini kwa miaka mingi nimefanyia kazi bara. Namfahamu marehemu tangu akiwa mwanafunzi chuo cha polisi Moshi. Nilikuwa mkufunzi kipindi hicho, miaka kama walivyosema kwenye risala hapa. Niliona mwelekeo wa marehemu kuja kuwa ofisa mzuri tangu kipindi hicho akiwa chuo cha polisi Moshi. Aliyozungumza kamanda Mulilo sio ya kusingizia, kwa sababu marehemu alikuwa mtu mzuri tangu kipindi hicho akiwa kijana mdogo sana pale Moshi. Tulimuona wakati tunamfundisha, wakati nikiwa mkufunzi pale. Kikubwa, marehemu hakubeba cheo cha marehemu babake wakati huo, kwa sababu tulikuwa tunajua kwamba Awadhi alikuja pale chuoni akiwa mtoto wa ofisa mkubwa sana wa jeshi la polisi. Na sisi walimu tulikuwa tunaona namna ambayo wanafunzi walikuwa wanatusumbua pale wanapokuja, wengine wakivaa vyeo vya wazee wao, wengine wakivaa vyeo na kila. Lakini Awadhi hakuwa hivyo. Kuna matukio mengi mengine ya kufurahisha alikuwa akikutana nayo mpaka wanajua huyu Chiko vipi wa. Lakini anasonga mbele, anafanya kazi bila kujua kwamba yeye ni nani, ametoka kwenye familia gani. Kwa hiyo siwezi nikazungumza mengi kuhusu yeye. Kubwa zaidi, sisi Waislamu tuzingatie mazingatio yaliyoko kwenye surat al-Asri, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Niseme tu kwamba tuwe na subira kama hiyo sura inavyotuelekeza, na ndio watu waliofanikiwa kwa mujibu wa surat al-Asri. Watu wenye kusubiri wamefanikiwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nitoe pole nyingi sana kwa mama, familia na ndugu wote.
Mimi na kofia mbili hapa. Na kofia kama ofisa, lakini na kofia kama familia. Naifahamu familia Afande Mohamed Chiko. Vijana wake wote nawafahamu, nyumbani, familia. Kwa hiyo kwa kipindi hiki niseme tu kwamba tuwe na subira kama Mwenyezi Mungu alivyotuelekeza, na tumuombee marehemu, Mwenyezi Mungu ampokee, ampunguzie adhabu za kaburi, na sisi tuliobaki hapa tumuombe Mwenyezi Mungu basi tupate ule ufunuo wa kutekeleza yale ambayo Qur'an pamoja na Sunna zinaelekeza, ili na sisi tutakapotangulia mbele ya haki Mwenyezi Mungu akatupokee katika mazingira ya amani na usalama. Huduma alizotoa kwa wananchi kwa ubora wake, alikuwa usiku na mchana. Piga simu tu mara moja ameshapokea. Naomba maelekezo. Kuna mwananchi fulani pale, hebu angalia pale kuna shida, mwananchi anampa simu hapa. Anafuatilia na anakurudia. Niona yule mwananchi tayari nimeshatekeleza nani yake, nimemsaidia hivi na hivi na hivi. Wale waliokuwa wanampa shida tumeshawakamata. Alikuwa ni ofisa wa namna hiyo. Kwa hiyo ni matendo mema ambayo ndo mzee Mwinyi alituambia. Tujitahidi sote kutekeleza matendo mema ili na sisi siku tukiondoka hapa duniani watu wapate mambo mema ya kusimuliwa. Kwa hiyo niwashukuru sana, na Afande IGP kama hakutatokea dharura amesema atakuwepo pale kwenye mazishi yake. Mbaya, nusu ya maisha yake amelelewa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi ni rafiki zake, jeshi la polisi ni ndugu zake. Kwa hivyo katika kipindi kifupi tuliweza kuwa naye, tunashukuru sana jeshi la polisi kwa kumlea mwanetu, ndugu yetu, baba yetu. Vile vile ningependa vile vile kutoa shukrani kwa jeshi la polisi jinsi ilivyo hangaika baada ya kupata taarifa za kufariki kwa mwanetu. Tunashukuru sana kwa sababu kulikuwepo na uharaka na umakini katika kazi zote ambazo walikuwa wanafanya na kuandaa mpaka hivi leo tumeweza kufika hapa na kuweza kumwaga na ili tuende tukaendelee na kazi nyingine. Yeah.
niombe mstari uanzie hapa ili tusipite huko high tech. Tuanzie hapa. Asanteni sana. Tukimaliza basi tutokee kwa mlango ule mwingine. Afsa, tutokee kule.